Shalom, shalom ndugu zangu, nawakaribisha katika hii channel. Nashukuru siku ingine ambayo Mungu ametupatia rehema na neema zake tuweze kuwa pamoja. Karibuni sana. Leo tutazungumzia ndugu zangu kuhusu Mwokozi. Na neno la Mungu leo ni kwa nini tunahitaji Mwokozi. Katika kila maisha yetu, binadamu anahitaji mtu yule ambaye atamsaidia. Kwa kuwa kila maisha yetu tunahitaji mtu ambaye atatuokoa katika jambo fulani. Tunaweza kuwa tunapitia shida katika maisha yetu na tunategemea mtu ambaye atatusaidia. Huyo mtu kweli ni Mwokozi, amekuja kukuokoa kwa hiyo jambo ambayo unapitia. Inaweza kuwa ni mama anahitaji Mwokozi ambaye atamsaidia katika maisha yake. Inaweza kuwa baba, inaweza kuwa mtoto, inaweza kuwa mtu yoyote ambaye ako duniani. Kwa kuwa kila siku tunaweza kuwa tunapitia shida fulani na tunahitaji mtu ambaye atatusaidia ama atatuelekeza ama atatuonyesha njia ambayo tutasaidika. Na huyo mtu tunaweza sema kuwa ametuokoa kwa hiyo shida. Tunahitaji Mwokozi. Amina, tunahitaji Mwokozi. Kwa maisha yetu tunahitaji Mwokozi kwa kila kitu ambacho tunapitia. Kwa hivyo tunapata kuwa Mungu alitupatia baba na mama akijua kuwa hawa ndio tutawategemea katika maisha yetu. Na hao mama yetu, baba zetu ndio wanakuwa wakituokoa kwa chakula, kwa nyumba, kwa mahitaji yote kama watoto wao. Tunaweza sema kuwa baba na mama ni wokozi wetu katika maisha yetu ambaye Mungu alituwekea. Lakini yule ambaye ni mkuu kwa wote ni Mungu ambaye kwa kuwa yeye ndio mwokozi wetu. Unaweza kuwa lugha tofauti, unaweza kuwa dini tofauti, unaweza kuwa we Mkristo, Mwislamu, Mhindi, mpagani, mchai, wewe unaweza kuwa hata mchawi, lakini tunajua kuwa Mungu ndio tunategemea kwa kila jambo, kila kitu, na yeye ndio mwokozi wetu. So tukisema dini yenyu hamuhitaji mwokozi, unakosea. Kwa kuwa leo kuna kitu ambayo unapitia, yule ambaye unakuwa mgonjwa na ukienda hospitali anakuponyesha si daktari ama ni dawa, ni Mungu ambaye ameamua kuwa atakuponesha. Yeye ndio mwokozi wako. Lakini unajua tunaona dawa na tunaona daktari, lakini kuna wale ambao wamekunywa dawa na kuna wale ambao wameona daktari miaka mingi na bado wanaangamia ama wanakufa kwa hiyo ugonjwa. Lakini wewe ulienda na ukapona. Si ati hiyo dawa ilikuponyesha, kwa kuwa hiyo dawa pia ingeponyesha huyo mtu mwingine, lakini kuna Mungu ambaye alikuonea rehema na akakuponyesha. Ingawa dawa tunaangalia madaktari, Mungu yeye ndio mkuu, yeye ndio mwokozi wetu. Ndugu zangu, katika maisha yetu, hata ukiangalia dini yote utajua kuwa wanahitaji mwokozi. Ukikufa leo, ukizikwa leo, unaenda wapi? Utaenda mbinguni? Ni nani atakupeleka mbinguni kama sio Mungu? Na kama yeye ndio atakupeleka mbinguni, si basi yeye ndio amekuokoa katika moto ambao unakuja baadaye. So Mungu tunaweza sema kuwa yeye ndio mwokozi.
ingawa hatumuoni, ingawa tumsikii, lakini Mungu anatuongoza katika maisha yetu. Ndugu zangu, neno la siku la leo ni kwa nini tunahitaji Mwokozi. Kwa nini tunahitaji Mwokozi? Kwa kuwa Mwokozi tunamhitaji kwa kila kitu ambacho wewe mama unapitia, wewe baba unapitia, wewe kijana unapitia. Tunahitaji Mwokozi. Unaweza kuwa umejiingiza kwa uchawi na unashindwa utatoka aje. Unaweza kuwa umejiingiza kwa mambo ambayo inaweza leta vita, inaweza leta mpaka polisi ama serikali kukufunga, unashindwa utatoka aje. Inaweza kuwa umejiingiza kwa mambo ambazo hazipendezi Mungu na unajipata umepata ugonjwa ya zinaa, utatoka aje. Unahitaji Mwokozi. Unahitaji Mwokozi. Mungu alipoumba Adamu, yule ambaye ni binadamu wa kwanza, alipomuumba, alimuumba waweze kuwa wanashiriki pamoja. Biblia inasema kuwa Mungu alikuwa anamtembelea mchana ya jioni, anakuja kutembelea Adamu, wanaongea na yeye. Mungu alituumba sisi binadamu tuweze kukua na fellowship. Kwa Kiswahili tuweze kuwa tuna mazungumzo na yeye. Alikuwa ameumba binadamu kwa kuwa alitupenda, ndio tuweze kuwa na yeye na tuongee na yeye. Katika bustani ya Edeni, na tunajua kusudi kuu lilikuwa mwanadamu awe na uhusiano wa karibu na Mungu. Ndio Adamu akatengenezwa na Mungu. Adamu aliumbwa ili Mungu aweze kuwa na ushirika naye. Mwanzoni Adamu hakuhitaji kulima ili kupata chakula. Kila kitu alipewa tayari. Hata kabla ya Hawa kuumbwa ama mwanamke, Adamu alikuwa na kila kitu alichohitaji kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Biblia inaonyesha kwamba Mungu alikuwa akimjia Adamu bustanini, huko kwa bustani ya Eden. Kulikuwa na uhusiano wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu ili amtegemee Mungu, si kujitegemea yeye mwenyewe. Ukipitia hiyo shida, Mungu anajua kuwa wewe unaipitia, ndio uweze kuomba umtegemee. Watu wengi wanajitegemea. Tukikuwa wagonjwa, tunaenda hospitali. Ndoa ikiharibika, tunaita wazazi. Watoto wakiharibika, tunawapiga. Hatuhitaji Mungu, lakini Mungu alituumba ili tumtegemee yeye peke yake, kukua yeye ndio Mwokozi wetu. So tukipitia changamoto nyingi katika maisha, wakati mwingine tunaumwa, wakati mwingine tunakosa kazi, wakati mwingine tunapita matatizo ya familia, hali hizi hutukumbusha kwamba tuliumbwa kumtegemea Mungu. Mungu anajua shida zote unapitia, lakini wewe, kwa sababu na mimi tumekuwa na moyo mgumu, hatuwezi muomba, tunajitegemea sisi wenyewe. Alafu hasara inakuja katika maisha yetu. Lakini mara nyingi tunamtegemea mwanadamu au nguvu zetu wenyewe badala ya kumtegemea Mungu. Biblia inasema katika Petero wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 8, unasema hivi, unasema nyinyi mnampenda ingawaje hamjamuona, na mnamwamini ingawa hamuoni sasa.
hivyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka. Biblia inasema kuwa hatumuoni Mungu ama hatumuoni Yesu. Yesu alienda mbinguni. Hatumuoni Mungu, lakini tunampenda. Hatumuoni Mungu, lakini tunamwamini. Kwa jambo yoyote ambayo yanatendeka katika maisha yetu tunamwamini na bado tunampenda, ingawa tumuoni. Ingawa tumuoni huyu Mwokozi wetu, lakini tunajua kuwa anatujali. Neno la leo ndugu zangu ni tunamhitaji Mwokozi. Haijali dini lako, haijali dhehebu yako, haijali wewe umetoka wapi, lugha gani, haijali chochote. Tunahitaji Mwokozi. Na Mungu ni mmoja tu. Ndugu zangu, haijalishi wewe ni rais, haijalishi wewe kama ni mfalme, wewe ni tajiri mkubwa, wewe ni bilionea. Fedha haziwezi kuponya kila ugonjwa. Fedha haziwezi kutatua kila tatizo. Fedha haziwezi kubadilisha moyo wa binadamu. Ndio maana Mungu ndiye Mwokozi wetu. Ni vizuri, ninasisitiza sana ndio uelewe kuwa hakuna chochote ambacho kinaweza kusaidia kitu kikuja, bali ni Mungu tu utamtegemea. Mungu wa Biblia ni Mungu wa ukweli. Ni Mungu ambaye anajitokeza na yeye mwenyewe anakuambia mimi ni Mwokozi, nitegemee. Mungu wa Biblia anatamani sana binadamu amtegemee. Mungu wa Biblia alituumba anatamani sana tumuombe, ndio yeye mwenyewe afanye jambo kwa maisha yetu, kwa kuwa yeye ndio Mwokozi. Mara kwa mara kwa Biblia amesema mimi ndio Mwokozi, kujeni niwaokoe, nitawaokoa, nitawasamehea, nitawasafisha. Mungu anatamani sana, lakini kwa kuwa moyo wetu tumeukataa kumkaribia, ndio tunateseka. Kwa hiyo tunapaswa kumtegemea yeye. Tunapitia changamoto mbalimbali, tunafaa kumtegemea tu yeye, Mungu wetu. Tukiangalia kitabu cha Agano cha Kale katika Kumbukumbu la Torati sura ya 20 mstari wa 2, Biblia inasema hivi kuhusu Musa. Musa aliwaambia wana wa Israeli, akasema hivi, na iwe, unajua walikuwa wanataka kwenda vita, na kabla kuenda vita alikuwa anawaambia ni nini itafanyika. Sa Musa anawaambia jambo fulani kabla vita ianze. Anasema hivi kwa mstari wa 2, anasema na iwe msogeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu. Anasema siku ya vita ikifika, kuhani akuje mbele ya watu na awaambie hivi, awaambie, sikilizeni enyi Israeli, hivi leo mwasogea mapiganoni juu ya adui zenyu, mioyoni yenu isizimie. Msiogope wala msitetemeke, msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenyu, ili kuwaokoa ninyi. Biblia inasema kuwa kuhani mkuu atasimama mbele ya watu kabla vita, atawaambia msiogope, kwa kuwa Mungu ndio anaenda mbele yenu na atawapigania vita zenyu, kwa kuwa yeye ndio Mwokozi. Msiogope. Kwa hiyo vita ambayo unapitia,
kwa hiyo shida ambayo unapitia wewe mama, kwa hiyo vita ambayo unapitia ewe baba, usiogope, kwa kuwa Mungu ameenda mbele yako kukupigania. Nitakupatia mambo ambayo yalinitendekea. Kuna vita ambayo ninapitia. Kama Wakristo tunapitiaga vita sana, lakini hii vita ninaiona ni vita kiroho. Naye Mungu akaniambia usiogope, akaniambia atanipigania. Yesu Kristo akaniambia atanipigania, akanifunulia, akaniambia kuna vita ambayo unapitia, lakini ye mwenyewe atanipigania. Ile tu alihitaji kwangu niongeze nini? Niongeze imani. Niongeze imani. Ananiambia atanipigania, uko kwa vita, lakini atanipigania, lakini niongeze imani. Imani inamaanisha nimtegemee yeye mwenyewe, nisipunguze imani, niamini kuwa yeye atanipigania. Hii ninakuambia ni testimony. Ninakupatia testimony yangu kuwa Mungu juzi tu, haikuwa mbali sana, juzi aliniambia atanipigania. Kuna vita naendelea, lakini yeye mwenyewe atanipigania. Nisikuwa na hofu, niongeze imani. Kwa kuwa binadamu sisi, saa zingine tukipitia vita, tunasahau Mungu, ama tunaona Mungu hana nguvu sana. So Mungu ananikumbusha niongeze imani kuwa yeye atanipigania. Vile vile kwa hii kumbukumbu, Musa anaambia Waisraeli, vile vile tu liliambiwa, anaambia Waisraeli kuwa kuna vita ambayo wanaenda kupigana kwa maadui zao. Kuna majeshi watasimama, Waisraeli na majeshi wa adui zao wataenda kupigana na mavisu na mapanga, wataenda katana. Lakini kuhani amesimama, atasema kuwa msiogope, kuwa Bwana wenyu ambaye ni Mungu wa Biblia, anaitwa Bwana, anasema kuwa Bwana wenyu Mungu ataenda mbele zenyu na atawapigania na atawaokoa, msiogope. Huyu Mungu ambaye aliniambia, ambaye ni Yesu Kristo, ndio yule Bwana ambaye alisimama kwa Israeli na akawapigania, kwa kuwa yeye ni Mwokozi. Vita yote ambayo ninapitia, Bwana Yesu akaniambia nitakupigania, usiogope, ongeza imani. Kuwa imani inamaanisha ni kujua kuwa amini, nitakupigania. Yesu anaokoa. Dada yangu, mama yangu, bado huyu Yesu anaokoa. Haijalishi ni ile siku ya Musa, haijalishi ni ile siku ya Yohana, haijalishi ni siku ya Abrahamu, haijalishi ni siku ya Adamu, haijalishi ni wakati gani, Yesu bado anaokoa. Yesu anaokoa. Mungu anaokoa. Tukirudi kwa maisha ya Daudi, ambaye alikuwa mfalme, ambaye Mungu alikuwa anapenda Daudi sana, kwa kuwa moyo wake ulikuwa unampenda Mungu. Tukiangalia pia kwa ushuhuda wa maisha ya Daudi, alikuwa ni mtu ambaye anapenda vita sana. Alikuwa kwa mwanajeshi, anaenda kupiga maadui zake, anachukua maaskari zake, anaenda kupigana. Alikuwa anapigana na vita sana, lakini alikuwa anamtegemea huyu Yesu Kristo ambaye ni Bwana Yesu. Na huyu Daudi akipigana na maadui zake, Bwana alikuwa anampigania kila vita yake. Hatumuoni. Biblia inasema kwa sura ya kwanza wa Petero wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 unasema hatumuoni huyu Mungu, lakini tunampenda, lakini tena hatumuoni, lakini tunamwamini. Vile vile Daudi akienda kupigana na watu,
huko maaskari, anaenda kupigana, wanachukua shoka na mishale, wanaenda kuuana na mapanga. Hakukuwa anamuona, lakini Mungu alikuwa shamwambia, nitaenda mbele yako, nitakupigania kwa maadui zako. Ni huyo Mungu ambaye hatumuoni lakini tunamtegemea. Ni yule Mungu ambaye hatumuoni lakini tunampenda, kwa kuwa yeye ni nani? Yeye ni Mwokozi. Amina, yeye ni Mwokozi. Tukiangalia ushuhuda wa Daudi, ushuhuda unasema hivi katika Zaburi sura 27 mstari wa kwanza, unasema hivi: ndugu zangu, Daudi alisema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Nitairudia tena, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Akaendelea, Bwana ni ng'ombe ya uzima wangu, nimhofu nani? Daudi anajua kuwa Bwana ndio Mungu wake na haezi ogopa mtu yoyote, kwa kuwa yeye ndio Mwokozi wake. Haijalishi ni siku ya Musa, haijalishi ni siku ya Daudi, Mungu anatamani kukujua siku ya leo ndio aweze kukuokoa kama vile aliwaokoa. Ndugu zangu, turudi tena katika maisha ya Isaya, ushuhuda wa Isaya, tuone ni nini Mungu alisema, kwa sababu hii ni ushuhuda. Watu wanashuhudia katika maisha yao, wanasema zile vitu waliona, wanakuja kutuonyesha, na sisi wanatuambia tuamini huyu Mungu, na sisi mwenyewe tukimwamini, hata siku ya leo tunamuona, kwa kuwa yeye, ingawa tumuoni kwa macho, lakini tunamwamini, na yeye mwenyewe tunamtegemea, kwa kuwa yeye ni nani? Yeye ni Mwokozi. Ndugu zangu, hatuwezi ishi bila Mwokozi. Tukirudi katika maisha ya Isaya, ushuhuda wa Isaya, tunauona katika Isaya 40 na mstari wa 21. Sura 45 na mstari wa 21. Sura 45 mstari wa 21 unasema hivi: Mungu akasema, hubirini, toeni habari, naam, na wafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeyaonesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi, Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Niangalieni mimi, mkaokolewe, enyi nchi za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Unasikia vile Mungu anajitetea? Mungu anasema, tukirudi kwa mstari wa 22, anasema, tukirudi kwa mstari wa 21, anasema hivi: hubirini, toeni habari, naam, na wafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi, Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Niangalieni mimi, mkaokolewe, enyi nchi za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Mungu anajipatia ushuhuda, anasema yeye hakuna Mungu mwingine bali ni yeye Mungu peke yake, na yeye ndio Mwokozi wa dunia. Ukitaka kusaidika, ukitaka usaidizi, ukitaka kuacha hiyo uchawi, ukitaka kutoka kwa hizo dini zenyu ambazo haziwezi kukuokoa, rudi kwa yule ambaye hatakuokoa. Siku ya leo nakwambia kuwa Yesu Kristo ndio Mwokozi. Yesu Kristo ndio Mwokozi. Mungu wa Biblia ndiye Mwokozi. Yesu Kristo ndio Mwokozi wa ulimwengu. Unajua vile Yesu alikuja kutoka mbinguni, akashuka akakuja duniani,
na kukuja duniani, kuna siku moja alienda Samaria. Kuna ka town ama ka mji fulani kanaitwa Samaria katika mtaa wa Israeli, nchi ya Israeli. Akaenda katika mtaa mmoja unaitwa wa Samaria, akapatana na mwanamke ambaye alikuwa akitafuta maji. Wakaanza kuongea na huyo mwanamke, lakini vile waliongea, mwanamke akaanza kujua kuwa huyu si mtu wa kawaida, huyu anakaa nabii fulani. Lakini baadaye akamwambia Yesu, huyo mwanamke akamwambia Yesu, sisi tunamwongoja mwokozi ambaye atakuja kutufundisha mambo mengi. Lakini Yesu akamwambia kuwa mimi ndio mwokozi, mimi ndio mwokozi ambaye dunia inaongojea. Katika Yohana sura ya 4 mstari wa 42, huyo mwanamke akarudi manyumbani, akaenda kuambia watu kuwa ameona Mwokozi, kujeni mumuone huyu Mwokozi. Watu wakamiminika, wakaenda kuona Yesu. Sasa wakamsikiza Yesu vile Yesu anaongea nao. Watu wengi wakaanza kusikiza vile Yesu anaongea nao. Katika Yohana sura ya 4 mstari wa 42, Biblia ikasema hivi, wakasema watu wa Samaria walisema, wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Wao wanashuhudia, wanawaambia huyo mwanamke ambaye aliwakuja kuambia, anasema si ati wewe tunaamini sasa, tumemsikia kwa mdomo wa yeye mwenyewe, tumejua kuwa yeye ndio Mwokozi wa ulimwengu. Yesu anasema kwa ufupi kuwa yeye ndio Mungu, yule Mungu ambaye Daudi alimtegemea, yule Mungu ambaye Musa alimtegemea. Alishuka kutoka mbinguni, akaongea na watu wakashuhudia, wakasema kuwa tumeamini, naam, kuwa huyu ndio Mwokozi wa dunia, kwa kuwa hakuna mwingine ambaye anaokoa watu bila Mungu mwenye nguvu. Kwa kuwa tukiangalia ushuhuda wa Isaya, tukirudi tena katika Isaya 40 mstari wa 22, Biblia inasema hivi, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi nchi zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Mungu peke yake ndio Mwokozi wa dunia. Na Yesu vile alikuja, akadhihirisha kuwa yeye ndio nani? Mwokozi wa dunia ama Mwokozi wa ulimwengu. Yesu ndiyo Mwokozi wa ulimwengu. Alihubiri ufalme wa Mungu, aliwaponya wagonjwa, aliwafungua waliokuwa wamefungwa, aliwaleta watu karibu na Mungu. Yesu alikuja kuokoa ulimwengu. Yesu alikuja kuokoa ulimwengu. Katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 35, Biblia inasema hivi ndio Yesu alisema. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika mji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Aliona vikundi za watu wakimkujia, maelfu na maelfu wamekuja. Walikuwa wamekuwa kama wamechoka, wanatafuta mchungaji, na alishangaa na akasema kuwa walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Yesu alikuja kwa sababu alikuwa na huruma kwa wanadamu. Aliona kwa wanadamu
walikuwa wamechoka, alikuwa ameona wanadamu hawana mwelekeo, alikuwa ameona mwanadamu anahitaji mchungaji, na mchungaji sahihi ndio Yesu Kristo. Ndugu zangu, katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 unasisitiza kukuambia kwa Yesu ndio yule Bwana, Yesu ndio yule Mungu wa Adamu, Yesu ndio yule Mungu wa Isaya na Musa, Yesu ndio Mungu, ndio Bwana Yesu Kristo. Katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 unasema hivi: ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Biblia inakwambia Yesu Kristo ni Bwana, ama Bwana Mungu wetu. Hakuna mwokozi mwingine isipokuwa yeye. Hakuna mwingine bila Yesu Kristo. Ndugu zangu, ikiwa unahitaji wokovu leo, muendee Yesu kwa imani. Muendee Yesu. Kama wewe ni mtu ambaye unategemea dini yako, leo ninakuomba utegemee Yesu Kristo. Kama wewe unapitia shida fulani, na kuomba mama na baba umtegemee Yesu Kristo. Kama bwana yako ni mlevi, kama bibi yako hawezi zaa, kama watoto wako ni walevi ama wamekosa, wanakuwa si watiifu, kama unapitia jambo yote hata kwa kazi yako, kama mikono yako haina baraka, unafanya kazi na hakuna chochote ambacho kinaweza vunika katika baraka zako za mikono, kama wewe unapitia vita, kama pengine usiku huwezi lala, kuna mapepo na mashetani yanakutesa, kama wewe ni mchawi unashindwa kutoka katika uchawi wako, mtegemee huyu Yesu, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, nikujieni, njooni nyote mliolemewa na mizigo, nitawapumzisha, kwa kuwa nira yake ni rahisi, na hata wewe atakuweza kupumzisha nafsi yako. Ndugu zangu, dada zangu, kama leo unamuhitaji huyu Mungu, kama unahitaji kumpatia maisha yako, kama unahitaji leo akuwe mwokozi wako katika kila jambo yote ambayo umeshindwa, pengine imeshindikana, umeenda mpaka kwa wadaktari, umeenda mpaka kwa wadaktari wale wa waganga, umeenda mpaka kwa kanisa, umejaribu, umeenda njia mingi, pengine wewe ni dini fulani kama Muislamu, pengine wewe unatamani Mungu tu akusaidie, haujawahi muona katika maisha yako. Leo ninakuambia, kama unahitaji Yesu, bado anaweza kukuokoa. Kama unahitaji leo, siku ya leo, kumpatia maisha yako, leo tuko tayari kukuombea katika, na utampokea huyu Yesu, kwa kuwa Yesu anatamani kuokoa dunia mzima. Alisema, enyi wote duniani, mimi ndio Mungu na mimi ndio Mwokozi. Leo yeye hahitaji dini yako, hata kutoa kwa hiyo dini yako, atakusafisha na utajua kuwa yeye ndio Mwokozi wa dunia. Dada yangu, ndugu yangu, haijalishi we ni dini gani, leo ukitaka kumpatia Yesu maisha yako ndio aweze kuiongoza, kama umechoka, umeshindwa, we mwenyewe umejaribu sana, umejaribu kujitegemea, umejaribu kupigana vita, umejaribu kwenda hospitali ukashindwa, umejaribu kusomea watoto wako wakashindwa, umejaribu kuongea na bwana yako ikashindikana, umejaribu kusaidia ndoa yako ikashindikana, mbona umpatie maisha yako Yesu Kristo? Wache yeye akupiganie, kama vile alipigania Musa, kama vile alipigania Daudi, kama vile alijipatia
amejidhihirisha katika maisha ya Isaya, kama vile wafalme wote na manabii wote wamemsema. Siku ya leo ninaomba uombe nami na utaweza kuokolewa. Alisema, njooni nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu leo hachoki kuokoa. Bado ufalme wake, mlango uko wazi. Anakuhitaji leo. Alisema, mimi njooni nyote. Hakuna yule ambaye anabagua. Yesu habagui sehemu yoyote, habagui nchi yoyote, habagui dhehebu yoyote, habagui kama wewe unaongea lugha gani. Yesu bado mlango wake umefunguka wa wokovu. Leo Mungu anaokoa. Ndugu zangu, kama umeamini na unatamani kuweka maisha yako katika huyu Mwokozi wetu, na nataka tuombe pamoja, na uombe na mimi, na useme hii neno baada ya mimi, na Yesu atakuokoa. Haijalishi kama wewe uko nchi fulani, haijalishi kama uko kwa barabara unatembea, haijalishi kama uko kwa gari, bado atakuokoa pahali uko. Nataka uombe na mimi na useme hivi. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Nifute dhambi zangu kwa damu yako. Niandike kwa kitabu chako cha maisha. Ninakuweka kama Mwokozi wangu. Yesu, niokoe. Nipatie Roho Mtakatifu wako, aniongoze katika maisha yangu yote. Yesu, nasema asante kwa kuniokoa na kuniandika katika kitabu chako cha uhai. Amen. Ndugu zangu, kama umeomba kwa imani, Yesu anasikia maombi yako. Yesu atakuokoa. Ilisemekana kwa yule ambaye atamuita na yeye ataitikia. Siku ya leo umeokolewa. Kwa imani umeokolewa. Biblia inasema tunaamini kwa moyo wetu na tunakiri kwa mdomo wetu na tunaokolewa. Siku ya leo, kwa kuwa umeamini kwa moyo wako na umekiri kwa mdomo wako kwa Yesu ni Bwana, kwa Mungu atakuokoa. Siku ya leo, ndugu zangu, ninashukuru sana. Na hoja ya leo, neno la leo lilikuwa kuwa tunahitaji Mwokozi katika maisha yetu. Hatuhitaji kujitegemea, bali tunahitaji Mungu ambaye atatusaidia katika njia zote za maisha yetu. Ninashukuru sana kwa wale wote ambao wameitikia mwito wa kuomba nami, na Mungu atawaokoa. Hadi wakati mwingine, ndugu zangu, ninasema mbarikiwe. Amen.